nguvu ya Kiislamu lazima ipambane na Israel. Kimenuka, nchi hii ya NATO yatoa onyo kwa Israel. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameibua mjadala mzito wa kimataifa mara baada ya kutoa hotuba kali katika mkutano wa kilele wa mataifa ya Kiislamu, akizungumzia hali ya Gaza, mashambulizi dhidi ya Qatar na mzozo mpana unaoendelea Mashariki ya Kati. Katika hotuba hiyo iliyotafsiriwa kama onyo la vita, Erdogan alishtumu vikali Israel kwa kile alichokiita ukiukwaji wa haki za kibinadamu, uvamizi wa ardhi ya Palestina na uchokozi dhidi ya mataifa mengine ya Kiislamu kama Qatar. Erdogan alisema kuwa dunia ya Kiislamu ina uwezo mkubwa wa kukabiliana na Israel endapo jumuiya hiyo itaungana. Alisisitiza kuwa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yanapaswa kuunganisha nguvu zao za kijeshi na kisiasa kwa ajili ya kuzuia Israel kuendelea na mashambulizi na ukandamizaji dhidi ya raia wa Palestina. Israel haitasimama hadi itakapokabiliwa kwa nguvu ya pamoja kutoka kwa ulimwengu wa Kiislamu, alisema Erdogan kwa msisitizo mkubwa. Aidha, alitangaza kuwa Uturuki iko tayari kusaidiana kwa hali na mali katika kuboresha uwezo wa kijeshi wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu, hasa katika kujenga mifumo kujihami dhidi ya mashambulizi ya anga na makombora. Ankara pia ipo tayari kushirikiana na mataifa kama Qatar kuanzisha mikakati ya pamoja ya kiusalama ili kulinda amani na utulivu wa kikanda. Kwa muktadha huu, kauli ya Erdogan inaonekana kama muendelezo wa msimamo wa Uturuki unaoegemea upande wa Palestina na dhidi ya siasa za kihasama za serikali ya Israel inayoongozwa na Benjamin Netanyahu. Ingawa hakutamka moja kwa moja kuwa Uturuki ipo vitani, maneno yake yameibua hisia za kwamba hali inaweza kubadilika haraka iwapo chokochoko dhidi ya Uislamu na mataifa ya Kiislamu yataendelea. Hotuba hiyo imepokelewa kwa msisitizo tofauti, baadhi wakiona kama ni hatua ya ujasiri ya kuonyesha mshikamano wa Kiislamu, huku wengine wakihofia kwamba inaweza kuchochea mvutano zaidi na kuharakisha mzozo mkubwa wa kijeshi Mashariki ya Kati. Ni dhahiri ya kwamba Erdogan anataka kulazimisha dunia, hasa mataifa ya Kiislamu, kuchukua hatua thabiti dhidi ya Israel. Swali linalobaki ni kama, je, ulimwengu wa Kiislamu uko tayari kuungana na kutekeleza maonyo haya kwa vitendo? Je, una maoni gani juu ya swala hili? Tuandikie maoni yako hapo chini katika channel yetu ya YouTube Azwananchi TV, lakini kikubwa usiache kusubscribe ili mwanafamilia wetu kupata habari zote za kisiasa ndani na nje ya nchi. Wakati wote ulikuwa nami DT Swahili, nikutakie uendeleze siku njema. Bye bye.